kwamba tusijifanye wajanja. Baada ya kukamilika hili zoezi, watu wakaja nyuma wakaamua kuzichukua hizi bidhaa na kuzitumia, kwa sababu serikali inapata gharama kubwa katika kuangamiza bidhaa hizi ili kukinga afya za wananchi zisiathirike kutokana na vyakula hivi ambavyo havifai matumizi yake. Na si wananchi tu, hata wanyama wetu kuwapa, sababu wako wanaosema kwamba wacha tuipe mifugo yetu, kumbe mifugo ile hatimaye inaliwa na wananchi. Na ikiwa mifugo ile imeathirika kutokana na matumizi ya bidhaa kama hizi, na sisi tunapotumia nyama au vyovyote vinavyotokana na mifugo ile, na sisi tunapata athari. Kwa hivyo tunaomba kwanza, baada ya hili zoezi kukamilika, watu wasije kuchukua hivi vitu kwa matumizi yoyote yale, lakini pia sisi wenyewe watu wa maeneo haya tuanze kuwa mstari wa mwanzo wa ulinzi, kuhakikisha kwamba watoto wetu, vijana wetu, wazee wetu hawaji katika kuvitumia tena vitu kama hivi katika shughuli zetu za kutafuta maisha. Ali Suleiman Abedi, afisa mdhamini Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda. Tupo hapa leo Vitongoji katika shughuli ya uangamizaji wa mchele ambao ulikamatwa na taasisi ya kusimamia mwenendo wa biashara na kumlinda mtumiaji ZFCC leo tarehe 15 mwezi wa kwanza, tarehe 16 mwezi wa kwanza 2026. Mchele huu ulikamatwa kutoka kwa wafanyabiashara ambao walikuwa wanauza mchele huu, lakini kwa bahati taasisi yetu katika kupita wamegundua kwamba mchele huu una hitilafu, na kwa hivyo tukaukamata, na kwa ajili ya hiyo leo ndio tunaendelea na zoezi la uangamizaji, na tunawaomba wafanyabiashara tushirikiane. Leo tarehe 16 tuko hapa Makaani Vitongoji kwa ajili ya shughuli ya kuteketeza mchele ambao umekamatwa tarehe 12 Disemba 2025. Mchele huu ulikuwa umetupwa na mfanyabiashara ambaye sio mwaminifu. Ameona ushaharibika na akaamua kutelekeza sehemu, lakini baada ya wasamaria wema wakatupigia simu. Sisi tumeushindani halali na kushirikiana na sheha wa shehia hiyo. Kwa hiyo tukafanya jitihada ya kuondosha, kwa sababu wananchi tayari walikuwa washaanza kuchukua mchele huo, na kwa kweli huu mchele ni haufai kwa matumizi ya binadamu, tayari ushafanya fangasi na umebadilika rangi kabisa. Kwa hiyo tukauchukua, na leo tarehe 16 tuko hapa kwa ajili ya kuuteketeza. Mchele huu ni tani 841 ambao unatoka Pakistani, mchele wa aina mapembe kutoka Pakistani ambao unaitwa Biryani rice. Kwa kweli ukiuangalia kwa mazingira tu, kwa macho tu ya kuangalia, mchele huu umebadilika rangi na haufai kabisa kuliwa na binadamu wala kumpa hata mnyama, kwa sababu tayari umeathirika sana. Pamoja na mchele huu pia tumekusanya unga wa ngano pamoja na unga wa sembe, vyote hivyo vyenye thamani vya milioni 41. Vyote vinatoka kwa mfanyabiashara huyo ambao amevitekeleza katika shehia, na wananchi wakawa tayari wanachukua kwa ajili ya matumizi. Ninatoa wito kwa wananchi masheha kushirikiana na sisi, tumeushindani, sisi tupo na tuko tayari kushirikiana nao, watoe taarifa pale wanakapoona kuna uvunjifu wa bidhaa kama hivyo ambazo wanazitilia mashaka, basi wasisite kutuletea taarifa. Sisi tumeushindani na tutazichukulia hatua, na wao tutawahifadhi, hatotajwa mtu jina wala anapokaa, maana sisi kazi zetu zote tunazichukulia katika usiri mkubwa ili kumhifadhi ambaye anaitoa taarifa. Zenj TV, tujivunie nyumbani.